Tazama ndugu zangu vijana, nyakati hizi za mwisho zimekuwa ni nyakati za kupuuza mno. Kupuuza sana neno linapoachiliwa. Watu wengine wanaona kama unapoteza muda. Lakini kama ingalitokea sekunde chache mtu akapata kuona kule atakapokwenda baada ya maisha ya dunia hii, basi angaligeuka na kutubu na kuiacha njia ya uasi, njia ya uovu, njia ya kutokutii, njia ya kutokuenenda sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Tunakwenda kusoma neno la Mungu kutoka katika Matendo ya Mitume 3:17 na ule mstari wa 19. Nasoma kwa msaada wa Bwana Yesu Kristo. Anasema basi sasa ndugu, najua ya kuwa mlitenda haya kwa kutokujua kwenu, kama na wakuu wenu walivyotenda. Lakini mambo yale aliyohubiri Mungu tangu zamani kwa kinywa cha manabii wake wote, ya kwamba Yesu Kristo aliteswa, ameyatimiza hivyo. Mstari wa 19 anasema, tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Amen. Kwa msaada wa Mungu, tazama ni jinsi gani lilivyo pendo la Mungu kwetu sisi wanadamu, ya kwamba tupate kuujua ukweli. Ni kweli Mungu hajawahi kufurahi kumuumba mwanadamu na kisha akamtese katika jehanamu ya moto. Kule hatukuumbiwa sisi. Lakini kwa huruma zake na kwa neema yake, baada ya kuja sawa sawa na neno lake, tazama imeandikwa katika Matendo 3:17 na ule mstari wa 19, akisema, basi sasa ndugu, najua ya kuwa mliyatenda haya kwa kutokujua kwenu. Ulisuka kwa kutokujua, ulinyoa denge kwa kutokujua, unavaa mlegezo kwa kutokujua, mwanaume umetoboa masikio kwa kutokujua, dada unadanga kwa kutokujua, wanaume mnazini na wake wa watu kwa kutokujua, watoto wanafanya michezo ya uasi pasipo kujua. Sasa Bwana anatoa muda wa rehema ambao ni sasa. Usiseme kesho kutwa, usiseme mwezi ujao, ni sasa, majira haya ya jioni. Anasema, basi sasa ndugu, najua ya kuwa mliyatenda haya kwa kutokujua kwenu, kama na wakuu wenu walivyotenda. Wengine wamekuwa wakisema, wazazi wetu walitufundisha haya, wazazi wetu walitufanya tukakulia matendo haya. Iweje tuyaache? Iweje tuache kuabudu sanamu? Iweje tuache kujiremba na kufanya vipodozi vya kila namna? Bwana ametoa ruhusa ya kutubu. Anasema, lakini mambo yale aliyoyahubiri Mungu tangu zamani kwa kinywa cha manabii wake wote, ya kwamba Kristo wake atateswa, ameyatimiliza hivyo. Tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Tunakwenda kusoma neno tena kutoka katika Mathayo mtakatifu 9 na ule mstari wa 13. Asoma kwa msaada wa Bwana. Neno la Mungu linasema, lakini nendeni mkajifunze maana yake maneno haya, nataka rehema wala si sadaka, kwa maana sikuja kuwaita wenye haki bali wenye dhambi. Amen. Amen. Jioni ya leo, dhumuni la siku hii ya Jumanne na majira haya jioni, Bwana amekusudia kuja kukuita wewe uliyeiacha njia, wewe uliyeasi, wewe uliyekuwa ujui uyafahamu haya unayotenda kulingana na namna na mahali ulipozaliwa. Bwana anaruhusu leo ukubali utubu, maana yeye anataka rehema. Aangalie wingi wa dhambi, aangalie mambo uliyoyatenda, aangalie jinsi na namna ulivyoishi. Anataka tu rehema, moyo wa toba, moyo wa kunyenyekea, moyo wa kujishusha na kuthamini kile ambacho amekusudia, amekituma siku ya leo, ambalo ni neno la uzima wa milele kwa ajili ya nafsi yako, ipate kuwa nafsi hai, nafsi itakayoishi. Usikubali kufa ukajutie maisha yako, muda wako uliotumia hapa duniani kwa anasa na vitu ambavyo haviwezi kudumu, haviwezi kukaa, wala havina faida katika nafsi yako hapo baadaye. Tazama, ni kweli Bwana ni wa huruma, ni mwingi wa rehema na ni mwepesi wa hasira. Usikubali kusikiliza sauti inayozungumza ndani yako ikikwambia ulifanya hili, ulifanya lile, uliiba, uliua, ulizini sana. Hiyo sauti usisikilize. Sikiliza sauti hii ya leo, jioni ya leo, ambayo Bwana amekusudia ukapate kuisikia, ili nafsi yako ikapate kupona sawa sawa na mapenzi yake, sawa sawa na jinsi alivyokusudia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
Ni wakati mzuri wa kuendelea kutafakari juu ya yale tuliyoendelea kujifunza na yale mlioendelea kuyasikia. Ni lazima uwe na sikio la kutaka kusikia na jicho la kutaka kuona zaidi. Kwa nini hao watu wamekuja mtaa huu? Kwa nini wamekuja kukaa hapa? Upo mtu katika Warumi 11:5 anasema amejisazia watu hapa Ukondo Street. Wapo watu wanaokusudiwa kuenda mbinguni. Haleluya! Amen. Basi nitasoma Mithali sura ya 20 mstari wa 27. Neno la Mungu linasema, pumzi ya mwanadamu ni taa ya Bwana, hupeleleza yote yaliyomo ndani yake. Amen. Amen. Tizama ya kwamba pumzi ulioipewa sawasawa na Mithali 20:27, namna na jinsi unavyopumua ndivyo Bwana anavyozidi kutizama uovu wako, maisha yako. Yeye hakufichwa chochote. Hapana hilo giza wala nuru. Anaona unawaza nini, unafikiri nini, unatenda nini, umedhamiria kufanya nini. Bwana anaona. Vivyo inakupasa ujue ya kwamba chochote utakachokifanya kinyume na mapenzi ya Mungu kinaandikwa na siku ya mwisho kitawekwa wazi. Hivyo kwa kukusaidia, kwa kukujuza na kwa kukuletea habari hii maeneo haya ya karibu, ni wewe ugeuke, ukubali, utubu. Bwana anataka tu rehema. Amen. Basi nitasoma Mithali 15 mstari wa 3. Neno la Mungu linasema, macho ya Bwana yako kila mahali, yakimchunguza mtu mbaya na mwema. Ni kweli, katika Mithali 15:3 inasema macho ya Bwana yako kila mahali, yakimtazama mwema, yakimchunguza mwema na mbaya. Hayo yote ameyakusudia yafike siku ya leo. Mjue ya kwamba kama mnakwenda vichochoroni, kama mnafanya isivyo, kama mmesikia na hamtaki kutubu, Bwana anaona. Siku hii imekwisha kuandikwa. Dakika hizi, sekunde hizi, tukio hili limekwisha kurekodiwa mbinguni. Watu watakapokuwa wakilia na kusaga meno, tazama Bwana atawakumbusha. Picha hii itakuwepo, tukio hili litakuwepo. Tazama hata sasa hapo ulipo, katika hilo unaloendelea kulishika na kuliatamia kwamba ni jambo la msingi na kitu cha muhimu, tazama sio kitu kilicho kizuri, kwa maana nafsi yako haitakuwa hai. Lililokuwa jema na zuri ni kutubu. Naendelea kukumbusha kutubu, kukubali kuacha uasi na kurejea kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Basi nitasoma andiko lingine kutoka Zaburi 53 mstari wa 2. Neno la Mungu linasema, toka mbinguni Mungu alichungulia wanadamu, aone kama yuko mtu mwenye akili amtafutaye Mungu. Neno la Mungu limekuwa wazi, wala alihitaji nguvu sana kutaka kuelewa. Anasema toka mbinguni alichungulia aone kama yupo mtu mwenye akili. Kwa maana hiyo ikimaanisha mwenye akili ni yule aliyekubali kumchagua Yesu Kristo, kukubali awe Bwana na Mwokozi wa maisha. Ikiwa hukumchagua ni kinyume cha mtu asiye na akili. Kubali leo uwe na akili. Kubali leo uhesabiwe kuwa na mtu mwenye akili, kuwa mtu mwenye akili mbele za Bwana, maana ndilo kusudi analolikusudia hapa katika mtaa huu. Anasubiri aone mtu mwenye akili, atakayekubali kutubu, atakayekubali kuiacha njia ya uasi, atakayekubali kuambatana na Bwana katika njia ya kweli, ni pamoja na kuziacha anasa zote za ulimwengu huu, tamaa zote na kila aina ya ushawishi ulioachiliwa kutoka katika falme za giza, na kumrudia Yesu Kristo akawe Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Tazama mahali katika neno lake anasema, lakini kama mngalijua maana yake maneno haya, nataka rehema wala si sadaka. Hilo ndilo ninaloachia jioni ya leo, ya kwamba usitangulize sadaka, tanguliza kuomba rehema. Maana huo wingi wa sadaka utamfaa nini Mungu? Dunia na vyote vilivyomo ni mali yake. Vivyo na kukumbusha, ili ni neno la msingi. Rehema kwanza, kisha sadaka, kisha mambo mengine yapate kutangulia. Ninaomba hayo yote nikiamini katika jina la Yesu Kristo yakapate kuwa ni maneno yatakayoweza kustawi, ni mbegu iliyoweza kuanguka katika udongo mzuri, ikaendelea kukua na kuongezeka ndani ya wewe uliyekubali leo kuweka muda wako, masaa yako, sekunde zako, ukaacha kazi zako ili upate kulisikia neno la siku ya leo. Kwa maana yeye Bwana ulituma neno lake ili apate kuokoa watu wake. Tuombe. Tunakushukuru Mungu kwa ajili ya majira haya na wakati huu.
Tazama Bwana, umekusudia katikati ya maeneo haya, katikati ya majira haya, neno lako lipate kusikika. Nami ninakushukuru kwa kuwa Mungu mwenye nguvu, limesikika, watu wamesikia, ninaamini wameelewa, ninaamini watakwenda kufanya sawasawa na jinsi ulivyoagiza. Zaidi Bwana, ninawakabidhi mikononi mwako, ukawashike kwa mkono wako wenye nguvu, uwatamie Bwana, neno hili likapate kuwa na nguvu ndani ya nafsi zao, ule uovu ukapate kutokomea mara, katika jina la Yesu Kristo. Ninakwenda kinyume na kila roho fatilizi zinazowafuatilia kutaka kuwanyima kuenda na hicho walichokisikia, ninazifisha na kuziharibu kuanzia sasa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.